Na mpendwa mtazamaji wa St. Paul Online Media, leo nipende nikukaribishe tuweze kuingia katika mji huu wa Peramiho. Kwanza hili ni kanisa Katoliki Peramiho. Subscribe hapo katika chaneli hii ili usipitwe na mengi, tuweze kuendelea pamoja. Upande huu tunaona nyumba ya masista wa Benediktini wa Peramiho. Alafu hapa sasa ndio tunaona kanisa lenyewe ambalo lina saa ambayo haijawahi kuzimika na kupoteza majira yake. Katika kanisa hili la Peramiho tunaona nje ya uwanja wa kanisa. Kanisa lenyewe ni ndefu na watu wengi mahujaji wanakuja kutembelea kuliona. Katika kanisa kuna kanisa dogo la kuabudia Yesu Ekaristi Takatifu. Hili limejengwa hivi karibuni, sio muda mrefu. Na katika kanisa la Peramiho limejengwa na wamisionari wa Mtakatifu Benedikto ambao walitoka huko Ujerumani na kuja hapa wakiongozwa na Askofu Cassian Peace, ambaye ndani ya kanisa Katoliki Peramiho lililojengwa na wamisionari na mtaalamu wa majengo kutoka Uswizi ambaye aliongoza ujenzi wa jengo hili. Tunaona kwa namna ya pekee mwaka 1898 walifika mji wa Peramiho na lilijengwa hivyo. Unaona juu kule kama mabomba, basi ni system ya kinanda, ambapo kinanda kikipigwa basi haya ni makaburi yaliyozikwa masalia watakatifu. Pia hii ni sehemu ya kutubu dhambi waumini wa kanisa. Tunaona mwonekano wa mwishoni, upande wa mwishoni tunaiona sanamu ya Mama Maria. Pia tunaona altari ya zamani ipo mwishoniko na altari ya kisasa ambapo padre huwa anatazamana na waumini. Hiyo altari ya Mtakatifu Yosefu. Subscribe hapo chini kisha tuweze kuendelea. Hizi ni njia za pembeni, na upande wa nje ya kanisa kuna hosteli za watawa wa kiume. Pia choo cha kanisa nacho kimejengwa hapo. Huu mlango wa kutokea nje. Asante, upende kuendelea kutufuatilia.